Bwana Yesu asifiwe. Ni mimi mtumishi wako. Leo niko hapa kwa minajili ya kufundisha mawili matatu kuhusiana na neno la Mungu. Basi hubiri langu la siku ya leo litakuwa linaenda kwa kichwa kuondolewa kwa jiwe. Kuondolewa kwa jiwe. Kwanza somo langu ama fundisho langu au hubiri langu litatoka katika kitabu cha Marko mtakatifu 16, kisha baadaye nitaondoka hapo na kuendelea katika kitabu kingine ambacho pia ni cha Yohana mtakatifu 11. Kwa hivyo nitaweza kusoma vitabu hivyo viwili na utaweza kuunganishia baadaye. Kitu cha kwanza ni kama nilivyosema kwamba hubiri ama fundisho langu ni kwamba inahusiana kuondolewa kwa jiwe. Nitasoma katika kitabu cha Marko mtakatifu 16 kuanzia mstari ule wa kwanza. Hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalini na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuvingishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni kwamba wale wanawake watatu ambapo kuna Mary Magdalene, Mary mamake ya Yesu na pia na Salome walikuwa wanaenda kupaka mafuta au manukato. Siku hizi tunasema ni marashi. Wakawa wanashikana katika kuenda kutazama mwili wa Yesu, maana tayari alikuwa ameshasulubiwa na ameuawa. Sasa wakawa wanaulizana wao kwa wao, itakuwaje na ni kitu gani tutakachokifanya tukifika pale, maana sisi ni wanawake, hatuna uwezo, hatuna nguvu za kuondoa lile jiwe. Lakini wakati wakiwa wanaendelea kuhojiana, basi tazama wakawa wanafika kaburini. Walipofika wakapata jiwe tayari limeshaliondolewa. Ni kwamba walikuwa wakitazama macho yao ya hivi kwamba Mungu labda haukuwa pamoja nao, lakini kumbe walipokuwa